Mtu ambaye anafanya kitendo cha kaumu Lut, elewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anauliwa mtendaji na mtendewa. Hata kama kamuendea mnyama, yule mnyama pia anatakiwa auliwe. Fikiria ubaya kama huo. Leo unakwenda kwa mtoto mdogo, unamfanyia kitendo hicho cha ukatili. Huishii hapo, unafikia hatua unamuua. Tunawapa mzigo mzito sana viongozi wetu, na inafika hatua wakati mwingine tunaangalia sisi na wanyama ni akina nani wana afadhali. Hakuna mnyama anayekwenda kinyume na maumbile aliyopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu katika familia awe makini juu ya familia yake. Watoto tuwe tunawaangalia na kuwauliza na kuwakagua wakitoka, na hata wageni wetu wanaokuja pia ni lazima tufike hatua tuwatenganishe na watoto zetu. Hebu fikiria, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, aliposema muru auladakum bisalat li7, waamrisheni watoto zenu kusali wanapokuwa na umri wa miaka 7, wadhribuhum li10, na wapigeni wakiwa na miaka 10, wafarriquhum fil madaji, na watenganisheni kwenye vitanda. Uislamu ulikushajua kabisa hatari ambayo inaweza kujitokeza katika maisha ya kulala pamoja, na hasa watu wazima na watoto. Hivyo ndugu zangu, ni tuwe makini sana. Alkaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, mwenye akili ni yule ambaye anaipuuza nafsi yake, wa amila lima ba'da almaut, akayafanya atakayomfaa baada ya kufa. Wala ajiz, na mjinga, man atba'a nafsahu hawa, ni yule anayefuata matamanio ya nafsi yake, watamanna ala Allahi alamani, lakini akatamani kupata amani mbele ya Allah. Anaitamani pepo wakati anatenda dhambi. Tusiitamani pepo huku tunatenda dhambi, tutende matendo mema. Tutakuwa kivitendo sisi tunaitafuta pepo.